Kwa nini wenye vipaji vikubwa huangukia kwenye umaskini? Katika karne ya 19, mmoja ya wanamuziki mashuhuri sana na wakubwa wa karne hiyo ni Wolfgang Amadeus Mozart. Sehemu kubwa ya kazi zake za kimuziki alizifanya katika ikulu za kifalme. Aliimba mbele ya mashujaa wengi, aliimba mbele za wakuu, aliimba na kufanya muziki wake mbele ya wafalme, mbele ya malkia, mbele ya matajiri. Tamasha zake kwa sehemu kubwa sana zilikuwa kwa ajili tu ya watu wenye uwezo mkubwa sana, lakini aliishia kwenye madeni, matumizi mabaya ya fedha yaletayo pia umaskini. Alikuwa anawaimbia matajiri, lakini yeye hakuwa tajiri. Kwa nini? Karibu katika Daily Wisdom Series, ambapo unaweza kupata mafundisho ya kila siku na hekima ya kuhekimisha kila mara ili upate kufikia mafanikio yako makuu. Karibu. Katika maisha tunawaona watu wenye vipaji vikubwa sana, lakini hao hufa pasipo kuchuma faida zote zinazotokana na vipaji vyao. Wamoja hufa na ulevi, maisha duni au maskini, wengine bila tumaini lolote, na utawakuta wengine walijulikana kama wenye vipaji sana, unawakuta mjini, barabarani, maisha yao yameshaharibika sana, japokuwa walikuwa na vipaji vikubwa sana na ambavyo light kama wangevitumia wangeweza kuchuma utajiri mkubwa sana. Lakini swali kubwa ni kwa nini watu wenye vipaji vikubwa huangukia kwenye umaskini? Tupitie sababu 6 za msingi, na ya 6 ni kuu sana kuliko zote. Nitakusihi usiondoke kabla hatujafikia ile ya 6, kwa sababu itakusaidia sana ikiwa wewe pia unaamini kwamba unavyo vipaji. Sababu ya kwanza inayowafanya watu wenye vipaji vikubwa waishie kwenye matatizo makubwa ya kifedha, wanadhani wanajua vipaji vyao, lakini hawavijui kwa undani. Kuzani ni shida kubwa inayowakumba watu wenye vipaji. Na leo hii katika dunia watu wengi wanadhani kwamba wanajua vipaji vyao, ila ukiwauliza kwa undani kuhusu elimu ya vipaji huwa hawana. Hawajui kutofautisha kati ya vipaji, vipawa na karama, hawajui tofauti zake. Lakini sasa utawakuta kule kutokuzani inawafanya kule kuzani tafadhali kunawafanya warizike na elimu ndogo kuhusu vipaji vyao walionayo. Lakini pia hawafanyi jitihada yoyote ya kutaka kujua kama kweli wanachofanya kinaendana na vipaji vyao katika maisha. Yaani maisha yao ya kila siku wanaendelea kutumika, hawajali kwamba wanajua kile ambacho wanachokifanya kwa usahihi, au maisha yao yanaendana na kile ambacho Mungu alikusudia kwamba wawe duniani. Wanarizika na hali walionayo, hawafanyi jitihada yoyote ya kutoka katika hali ile. Wanadhani wanachokifanya katika maisha ndicho walistahili kukifanya, na wale ambao wameshagundua cha kwao, basi matumizi yake huyafanya vibaya sana. Na ukiangalia vizuri, kuna sababu ya pili. Sababu ya pili, hawajui uwezo halisi na vipaji vyao. Wanashindwa kuelewa kwamba kipaji kinaweza kuwa biashara, kinaweza kuwa ajira, kinaweza kuwa huduma. Na hii ni sababu inayowakumba wengi. Uwezo halisi wa vipaji vyao hawaujui, wanashindwa pia kuelewa. Lakini wanashindwa kuelewa kwamba kipaji kinaweza kuwa biashara, kinaweza kuwa ajira, kinaweza kuwa huduma, au hata kinaweza kuwa urithi. Ina maana gani? Ina maana hawajui namna ya kufanya kipaji chao kigeuke kuwa ajira. Hawajui geuza kipaji kuwa pesa, hawajui geuza kuwa huduma. Hawana pia elimu ile inayohusika. Wanadhani kipaji kitajigeuza chenyewe kuwa pesa, na jambo ambalo haliwezekani kabisa, haliwezekani. Lakini kuna sababu nyingine, utawakuta kwamba hawatumii vipaji vyao kama mtaji. Wanasubiri wawe na mtaji kama vile pesa, na hivyo utawakutana ya kwamba kuliko wafanye kipaji kizalishe pesa, wanasubiri wapate pesa ili ndipo kipaji kizalishe pesa. Japokuwa inawezekana kipaji kuzalisha pesa pasipokuwa na pesa, kwa sababu mtaji tu sio pesa. Sasa hizo ni sababu mbili zinazofanya kwamba watu wenye kipaji kikubwa, wenye vipaji vikubwa waishie katika umaskini. Lakini kuna sababu ya tatu. Sababu ya tatu, wanaacha nidhamu inayotakiwa ili kipaji kidumu na kizalishe kila mara. Unajua, kipaji ni uwezo wa asili. Kama umewahi kufuatilia masomo yangu tangu mwanzo,
tumeshasema kwamba kipaji ni uwezo wa asili anaozaliwa nao mtu. Mungu anapokuumba anakutilia pale ndani uwezo wa asili ambao unaweza ukadidimia au unaweza ukapanda kulingana na mazoezi unayofanya. Sasa kila aina ya kipaji inahitaji nidhamu yake maalum. Ukiacha kipaji kinafifia. Kama ukiacha ile nidhamu, kipaji kinafifia. Kwa mfano, mwimbaji anahitaji mazoezi ya kila siku ya kukaza sauti yake na kuiboresha zaidi, lakini pia anahitaji lishe bora. Mwanariadha katika kukimbia kwake anahitaji pia awe na afya njema, anafanya mazoezi kila asubuhi, kila asubuhi. Fundi anafanya kazi zake za ufundi kila mara. Mwandishi anaandika kila siku na kila mara anaandika. Sasa discipline ile inayoendana na kile kipaji na aina ya kipaji ulicho nacho, ukiacha bila shaka utaangukia katika umaskini. Na hivyo wengi wanapokuwa wameacha nidhamu, na kunafika kipindi ambacho wengine wanarizika, wanasema tumeshafika kiwango cha juu sana, hata bila mazoezi tunaweza tukaperform tu vizuri. Usijidanganye. Kuna wakati ambapo utaenda kuperform na unaharibu kwa sababu hukuwa na mazoezi tosha. Umeshaacha nidhamu. Tabia za watu walio na aina ya kipaji kama kile cha kwako umeshaziacha, basi utaanguka kwa sababu haustahili tena kuwa katika darasa la wale walio na aina ya kile kipaji chako. Sababu ya nne ni kwamba hawa watu hawajifunze na kuheshimu elimu ya fedha zinazotokana na kipaji chao. Naomba hapa unielewe vizuri. Sababu nyingine inayofanya watu walio na kipaji kikubwa waishie kwenye umaskini ni kwamba hawajifunze na kuheshimu elimu ya fedha zinazotokana na kipaji chao. Ina maana gani? Hawatofautishi mapato na utajiri. Kuna mapato ya kila mara na kuna utajiri, ni vitu vili tofauti. Sasa ikiwa kwa sababu tu kipaji kilikuingizia fedha ukasahau kutofautisha mapato na utajiri, utaishia kwa maskini. Lakini pia wanatumia pesa nyingi kuliko walizozipata, jambo linalo waingiza kwenye madeni makubwa. Wasanii wakubwa wenye vipaji vikubwa mara nyingi wanajikuta wanafanya gharama pasipo hesabu yoyote. Wanashindwa pia kuwekeza. Inaomba ifike kipindi wanajenga vyanzo vingine vya fedha tofauti na zile zinazotokana na vipaji vyao. Lakini pia wajenge mali zinazodumu, kununua viwanja, kununua mitambo fulani ambayo wakati mwingine inaweza ikazalisha fedha. Lakini pia unawakuta hawana akiba, hawana bajeti, wanatumia fedha zao kwa kutumia tu macho, hawatumii kichwa. Hizo ni sababu za kifedha zinazowamaliza. Na hii ilimkutana huyu Mozart ambaye ni mwanamuziki mkubwa ambaye katika karne ya 19 alijulikana sana. Hasa kilichomsibu ni nini? Ilifika kipindi ambacho ye alitaka kuishi maisha ya furaha. Anataka kuishi sawasawa na wale watu wanaokwenda kuwaimbia. Anataka aishi sawasawa na watu wa ufalme, wale wanaoishi kwenye ikulu, maisha ya starehe, awe na kwenye nyumba nzuri, awe na mavazi mazuri. Na hii inawakuta watu walio na vipaji vikubwa wanataka kuigiza pia maisha. Ukiigiza maisha kwenye filamu, angalisho, usiigize kwenye maisha halisi, kwa sababu kwenye maisha halisi ni vitu vili tofauti. Sasa ukiwa na vipaji vikubwa, mara nyingi usipofanya angalisho, hili litakukuta. Sababu ya 5 ni kwamba watu walio na vipaji vikubwa wanakosea katika elimu ya mawasiliano, lakini pia na diplomasia. Inaaminika kwamba Mozart alianza kuisha pale ambapo alipoanza kuwadharau wanamuziki wenzake. Mahusiano alipoanza kuyaharibu, mawasiliano yalipokuwa ni ya kejeli na ya dharau, akaanza kuisha. Alipotamani kutumia fedha zake katika tamasha za ikulu tu, akataka tu awalenge wale watu mashuhuri sana, wale watu matajiri katika tabaka ya juu tu peke yake, na alianza kutengeneza tamasha za matajiri peke yake. Sasa alipoanza kutamani kuishi maisha ya sawa na yale ya watu wa ikulu, akaanza kuisha. Starehe, gharama za nyumba za hali ya juu na mavazi ya juu sana vilimwangusha sana. Sasa alishindwa kujenga ushawishi kupitia kipaji chake ili apewe nafasi ikulu, hata kama hatagharimiwa fedha nyingi. Na sasa angalia ya kwamba kama angefanya tamasha yake pasipo kugharimiwa namna alivyokuwa anagharimiwa,
angetumia kipaji chake pasipo kutumia gharama nyingi sana, yani kufanya ubora wa hali ya juu kiasi ya kwamba watu wavutwe na arizike na kile anachokipata kuliko kufanya gharama ambazo zitamuingiza kwenye madeni. Inaaminika huyu jamaa alikufa akiwa na madeni mengi sana ambayo mpaka mengine yalianza kulipwa baadaye na mke wake, kwa sababu alikufa akiwa na umri wa miaka 35 peke yake, na alikufa chanzo cha magonjwa yake wakati ule biolojia ilikuwa haijaendelea na maabara zilikuwa hazijapata ubunifu wa hali ya juu tulio nao kwa sasa, ili kwamba igundulike alichokuwa amepata kama ugonjwa uliomumaliza au sababu ya kifo chake. Lakini mke wake alianza kuuza kazi alizozitumika baadaye ili aanze kulipa madeni. Unaona namna ambavyo aliacha nyuma yake familia ambayo iliendelea kusumbuka, ambayo ilikuwa kwenye ulazima wa kutafuta namna ya kulipa madeni yaliyoingizwa. Na hapo ilisemekana ya kwamba alianza kupata kitu alikuwa anakiita mawazo meusi. Aliyaita mawazo meusi kwa sababu ya stress ambazo alikuwa amezipata kutokana na madeni aliyokuwa nayo, na wakati ambapo kulifika kipindi ambacho haiti tena kwenye matamasha, ilibidi atumike sana. Ndugu yangu, ikiwa wewe pia una kipaji kikubwa, angalisho, sababu hizi tunazosema zinazofanya watu walio na vipaji vikubwa kuishia kwenye madeni zisikukute. Sababu ya 6, na tulisema ndiyo kuu sana, ni kumwacha Mungu. Kumwacha Mungu. Ukimwacha Mungu, naye atakuacha, kwa kuwa yeye ndiye chanzo cha kila kipaji. Katika kitabu cha dini ambacho nakipenda sana, Biblia Takatifu, inasemwa kwamba katika Yakobo 1:17, kila kipaji chema hutoka kwa Mungu, kila kutoa kwema hutoka kwa Mungu. Lakini pia utakumbuka kwamba katika Mithali sura ya 3 fungu la 9 hadi la 10, Biblia inasema ya kwamba ni vizuri kumtii Mungu kwa kila mapato yako yote. Kwa mapato yako yote umtii Mungu na umche Mungu, ndipo ghala zako zitakapojaa, utaongezewa zaidi na zaidi, kwa sababu umemcha Mungu. Lakini wengi wetu wanasahau, na watu walio na vipaji vikubwa wamesahau kitu: ukishamwacha Mungu. Na katika maisha ya Mozart haikuonekana mahali popote ambapo alikuwa anajihusisha sana na mambo ya dini. Haikuonekana kabisa katika historia yake. Ukifuatilia sana, alijihusisha na muziki peke yake. Sio vibaya, lakini kumbuka kwamba yuko Mungu mbinguni ambaye anatoa hekima, ambaye anatoa kila kitu. Ukimwacha, naye atakuacha. Sijui kwamba una sababu nyingine ambayo inayofanya kwamba watu walio na vipaji vikubwa waishie kwenye umaskini na kuanguka katika uhitaji mkubwa sana. Mimi nitafurahi sana kukusoma kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata masomo yetu. Tukutane kwenye kilele cha mlima wa mafanikio. See you. Lakini jifunze.